mwanachama aliyekuwa na kadi tangu mwaka 70 na 80 na 90, ile kadi yake ifutike. Kadi yake itaendelea kuwepo kwa kuingizwa taarifa labda za ziada tu sasa hivi kutokana na ukuaji wa teknolojia na kadhalika. Zoezi hili kwetu sisi lina faida kwa sababu itakuja kuuisha wale ambao walikuwa na kadi wakazipoteza na zikuwa hazitolewi tena, wale ambao walikuwa wanahitaji kuwa na kadi mpya, na kuboresha pia. Kuna wengine wanachama wa Simba sasa hivi wamekufa, walikuwa wanachama, wengine wamehama na kadhalika. Kwa hiyo itatusaidia sana kuimprove, kuwa na records na takwimu sahihi zinazohusu wanachama, wapenzi na washabiki. Licha ya kuwa tuna mahitaji makubwa ya wanachama ambao wanapenda kujiunga na klabu yao zaidi ya 2 milioni na tulifanya hiyo testing. Kwa hiyo tunaamini kabisa tutakapoanza tutaweza kujua kama kweli kulikuwa kuna uhitaji na kadhalika, na mambo mengine yatakuja kujifidia. Elewa mantiki ya swali lako la pili, lakini zoezi la utoaji kadi ni zoezi endelevu kwa sababu Simba ni taasisi inayoishi. Kwa hiyo taasisi inayoishi inaendelea kufanya kazi zake siku hadi siku. Tulisitisha utoaji wa kadi kwa miaka hiyo kutokana na mambo ambayo tulikuwa tunafikiria kuyafanya, lakini tumeona kwamba kuna ulazima wa kurudisha utoaji wa kadi ili wanachama wengi zaidi waweze kutoa mchango katika maendeleo ya klabu yao na ushiriki wao katika klabu yao. Kwa hiyo haiwezi kuwa ni jambo ambalo litaenda kwa muda, hapana. Hilo linakwenda tena for life. Lakini vigezo na masharti ya wanachama, ukirudi tu kwenye katiba ya Simba inasema nani mwenye sifa ya kuwa mwanachama. Na ndio maana sisi kadi zetu tulishasema na tunarudia kusema tena, hatuwezi kwenda kwenye maeneo ya masoko au maeneo ya mikusanyiko kuwaweka watu pale wacheze mziki sio na nini tufanye promotion, hapana. Kadi zetu sisi tutafuata utaratibu unaotakikana. Mwanachama ataomba kupitia kwenye tawi lake la karibu. Kutakuwa na aina tofauti za matawi. Kwa mfano, tunayo request ya wanachama ambao wako Uingereza, wako Japani, wako Uholanzi. Hata hapa nimepokea message kutoka kwa mtu mmoja anaitwa James Boze, anasema bwana wao wanataka kufungua tawi lao Amsterdam. Kwa hiyo tutakuwa na virtual branches ambazo zitahusu zaidi watu wako nje, Afrika Kusini na sehemu mbalimbali. Tutaangalia na tutalitengenezea utaratibu wake. Lakini vinginevyo utaratibu wa upata. Sasa hiyo ni kwanza, uhai wa mwanachama wa Simba unategemea na yeye kucomply na yale masharti ya wanachama, ambayo mojawapo ni kulipa ada. Haijawahi kutokea wakati kwamba kadi ikawa na expiration, kwamba hii itakuwa valid mpaka tarehe fulani, hapana. Kadi zitakuwa na hadhi yake ya kuwa mwanachama kwa muda wote, lakini ili uwe mwanachama hai ni lazima ulipe ada. Kwa hiyo huyo ambaye alikuuliza swali hilo, kwa bahati nzuri tu wewe ukuwahi kuwa umefahamu. Wanachama wa Simba unakuwa hai pale unapolipia ada na unapokidhi masharti yote yaliyowekwa kwa mujibu wa masharti ya wanachama. Na ili tuweze kuwa sawa, tutaielekeza management leo ipost ile sehemu ambayo inaelezea nini masharti ya mtu kuwa mwanachama wa Simba Sports Club, ili kila mmoja awe na uhakika, awe anaona. Kuna wengi ndio wanaweza wakawa wana kadi, lakini kuna wengi hapa wanapiga porojo tu, hata hiyo kadi hawajawahi kusikia ikoje. Mkataba upo na tutaeleza manufaa ya mkataba na masharti mengine ya mkataba, lakini kwa sasa tuelewe tu kwamba kampuni hii imepata haki hiyo ya kushirikiana na Simba. Kwa hiyo ukomo wa mkataba utakuja kuzungumzwa, na kuwa na kampuni hii haimaanishi huko baadaye hamna mabadiliko mengine yanaweza kutokea. Kampuni zina uhai wake na zina mambo yake, lakini Simba itaendelea kuwepo kwa sisi tuliokuwepo sasa na hata wengine watakao kuja huko baadaye.